ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Imba vizuri, acha kuimba hivyo unaiba. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Inati. Sasa unataka tuimbe aje kwa hiyo ofisi? Tuimbe vizuri, tunataka kuomba. Aimbisha tena. Ni wimbo tu. Huyu ndiye aliania apokee vizuri. Okay. Yeah. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Nini inaendelea? Haleluya. Nini inaendelea? Kwani kanisa pastor umeamua kufungua kanisa ofisini ama kunaenda aje? Madam, tuliamua leo tuwe na maombi, tuombee hii kazi yetu. Na ndio maana tulikuwa tunaimba wimbo wa worship ili tuingie kwa maombi. Sasa mmeomba? Madam, wacha nikuambie ukweli. Tulikuwa sasa ndio tunataka kuzama katika maombi. Ametuimbisha worship, ndio tunataka tuzame katika maombi, tuombee kazi, tukuombee, tujiombee sisi wenyewe na tuombee nchi ya Kenya na wale wako nchi ya Kenya na mahospitali na wale wako kwa madani. Na mkimaliza? Tukimaliza tutashikana mikono tuendelee na kazi. Sasa ni saa ngapi? Sasa ni saa 5:30. Na mliingia huku saa ngapi? Tuliingia saa 2:30. Mpaka saa 5:30 mnaimba. Sasa madam, tunaweka Mungu mbele. Ukitaka kazi yako ifanikiwe, si ndivyo ulikuwa umetuambia? There is time for everything. Kwanza huyu ni nani? Who is this? Huyu ni mfanyikazi wa nyumba. Tukaona mmebeba nyumba yenu mkaleta kwa ofisi. Ilikuwa siku ya maombi, tulikuwa tumeamua maombi kazini. Lucina, maombi kazini. Excuse me. Tuombee hii kazi. Maombi kazini. Unajua Mungu anasifiwa kila mahali. Let me advise you. Yes. Acha nikuadvise. Ni advise. Maombi ni mzuri. But there is time for everything. Ukitaka kuomba, amka asubuhi saa 9. Omba, oga, toka enda kwa ofisi, fanya kazi. Jioni ukitoka pitia kwa maombi zako. Kwa ofisi yangu. Sasa unafukuza maombi kwa ofisi. Nilikwambia, hebu shika kichwa yako. Shika kichwa yako pastor. Nitakuombea Mungu sana.